Ndugu mtazamaji wa chaneli yetu ya Masange TV, tukiendelea kujifunza mambo mbalimbali na tukiwa na Sheikh Shabani, tutaangalia leo katika masala ya tabia, kwamba kwa vijana wengi, unajua katika jamii tuliyokuwa nayo sasa hivi Sheikh Shabani, vijana wengi tumeharibika, yani maadili yamekuwa hamna, yani na tuko nje na mfumo wa Uislamu kabisa. Sasa mimi nataka kwa niaba ya vijana kutoa ushauri na kuwakumbusha na kuelezea usahihi sehemu ambapo wanaweza wakaiga wakachukua tabia njema ni wapi. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Swali zuri sana. Yuko mwana chuoni mmoja anaitwa Abul Ula, ana maneno yake, anasema thalathatun laysa laha iyabun, mambo matatu yakiondoka huwa hayawezi kurudi. Jambo la kwanza akasema ni alwaqtu, wakati ukiondoka hauwezi kurudi. Washababu, na ujana ukiondoka hauwezi kurudi. Waljamalu, na uzuri ukiondoka huwa hauwezi kurudi. Ujana ndio rasilimali kubwa ambayo mwanadamu anaimiliki, rasilimali kubwa sana, na sehemu ambapo mtu anaweza akafanya kila kitu kutengeneza maisha, kuharibu maisha, ni katika eneo la ujana. Kijana akiwa sawasawa anaweza kutengeneza maisha yake, na kijana akiwa hayupo sawasawa anaweza kuharibu maisha yake kwenye eneo la ujana. Kwa hiyo ndio kwenye kila kitu hapo. Na kijana akiwa sawasawa, Mwenyezi Mungu huwa anampa uongofu kama alivyowapa uongofu wale ashabul kahfi. Mwenyezi Mungu anasema innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, kwamba wale walikuwa ni vijana waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu akawapa uongofu. Ni kwa sababu walikuwa katika eneo la ujana, walikataa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu akawapa uongofu, walikuwa katika umri ya ujana. Lakini katika eneo la ujana mtu akiwa yupo sawasawa, inakuwa ni sababu ya kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni sababu ya kupata kivuli siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. Kwenye ile hadithi ya Mtume inayosema sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo kutakuwa watu aina saba watakuwa kwenye kivuli, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. Miongoni mwa hao ni shabun nashaa fi ibadatillah, ni kijana aliyeshikamana katika ibada ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unaweza ukaona eneo la ujana ni eneo nyeti ambalo mtu akilitumia vizuri inaweza ikawa ni fursa ya kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kijana atakiwa ajue kabisa kwamba yupo kwenye rasilimali muhimu sana, kwamba inatakiwa awe sawasawa kiimani, awe sawasawa kiuchumi katika eneo la ujana, awe sawasawa kimaadili katika eneo la ujana. Lakini maalasafi shadid, katika moja ya vitu ambavyo tumekumbana navyo katika wakati uliokuwa nao ni mmomonyoko wa maadili kwa vijana. Ni mmomonyoko wa maadili kwa vijana, ni jambo ambalo kusema ukweli katika wakati uliokuwa nao ni janga kubwa sana la kitaifa, ni janga katika Uislamu, kwa sababu tunawaona vijana wa Kiislamu ambao hawatumii vizuri ujana wao. Ni vijana wa Kiislamu ukiwaona mashallah kwamba huyu Abdallah, huyu Muhammad, huyu Yusuf, huyu nani, lakini hakisi uhalisia kwamba huyu ni kijana wa Kiislamu, tofauti na vijana wenzetu wa Kiislamu waliopita ambao wao walikuwa ni vijana wa Kiislamu lakini waliakisi ule ujana wa Uislamu wao ulionyesha kwamba hawa kweli ni vijana wa Kiislamu. Majina tu kwa majina, soma katika historia wa kina Musa bin Umair, walikuwa ni vijana wa sawasawa, ambapo ukisoma katika historia Musa bin Umair alikufa katika vita vya Uhud akiwa na miaka 27. Alikuwa ni kijana, alikuwa ni handsome boy, alikuwa ni kijana anaishi maisha mazuri kwao, alikuwa ni kijana anavutia, alikuwa ni kijana ambao wana kila kitu nyumbani kwao, lakini aliamua kuutumikia Uislamu. Alihama kutoka Maka akahamia Madina, aliacha kila kitu nyumbani kwao, lakini alikwenda kufa katika vita vya Uhud. Na ukisoma katika historia Musa bin Umair alikufa aliyakuwa hakuacha chochote katika mali, yani amekufa aliyakuwa na kipande kidogo cha shuka, yani kiasi ambacho siku anafariki katika vita Mtume akaomba aletewe kitu ambacho kinaweza kumfunika Musa bin Umair
akaletewa kipande cha shuka, akaambiwa bwana, huyu ameacha kipande kidogo. Kile kipande ilikuwa akifunikwa usoni, kinaishia kwenye ugoko, kianza kufunikwa kwenye ugoko, kinaishia kwenye kifua. Ndio kitu ambacho Musa bin Umair alikiacha. Kwa hiyo alikuwa ni kijana ambaye alipambana katika Uislamu. Kwa hiyo ujana wake ulileta impact katika Uislamu. Lakini sasa hivi ambayo changamoto nyingine, kuna vijana wapo anaona ni ushamba, yani anaona aibu kushikamana na mambo ibada muda huu. Wengine wanasema subiri mpaka tuzeeke bana ndio tuanze kufanya ibada. Sasa hivi tunanyima raha. Hii unaionaje? Na hii mimi ninachoweza kusema katika swali lako hilo ni mindset. Yani vijana wametengenezewa hiyo mindset. Kuna mentality fulani wamejengewa kwamba kijana akiwa anafanya ibada anaonekana sio kijana. Sasa hilo jambo hilo ni jambo ambalo watu wanatengenezewa. Sio jambo linakuja from nowhere, hapana. Ni jambo ambalo watu wanawatengeneza mindset, wanawatengeneza kwamba ukiwa unafanya ibada unaonekana wewe sio kijana. Yani ili uonekane kijana au unakwenda club, unafanya maasi, unakuwa mzinifu, unavuta bangi, unaonekana sasa huyu ndio kijana. Kwa hiyo ni mindset ambayo watu walitengenezewa. Unajua hata Andalus, Spain ilitawaliwa na Waislamu miaka 700 katika historia. Lakini wakati Uislamu unatawala, wale vijana wa Kiislamu walikuwa ni vijana ambao ikifika muda wa sala wanakwenda kusali. Walipokuja Mayahudi katika ule mji kufanya study, kufanya utafiti, walikuja kwa lengo la kutaka kupandikiza culture yao, mifumo yao, walishindwa kwa sababu waliwakuta vijana wa Kiislamu wako very strong kwenye masuala ya ibada. Wakaja na mpango maalum wa masuala ya mipira. Wakaja wakawaletea mipira na nini. Walivyowaletea mpango wao huo, mwaka mwingine walipokuja, muda wa sala ulipokuwa unafika, wale vijana wa Kiislamu wakaanza kuona kuwa hawaendi kuswali. Wale Mayahudi wakaona sasa hapa tumeshaanza kuwini, tushaanza kufanikiwa. Na kweli walipokuja mwaka mwingine wakakuta misikiti inaanza kuwa meupe, vijana wa Kiislamu wako biza na mipira, wakawa wengi kufanya ibada. Mwisho wa siku dola ya Kiislamu ika. Kwa hiyo unavyosema kwamba vijana yani akionekana kwamba anafanya ibada, anaonekana kwa sio kijana, anaonekana kama mzee na nini, kijana ni yule anafanya anasa, hiyo ni mindset ambayo watu wanaitengeneza kwa vijana. Tuseme mpaka hapo kwamba hawa ni vijana tayari kama kuharibiwa, tayari wameshaharibiwa katika akili. Ni vijana ambao wameharibiwa na mifumo ya kimagharibi. Tuseme sasa hapa kuna haja ya kuelewa pia usmati ni upi, kwamba kuna watu wengine anaona ule ndo usawasawa, yani kwamba kule kuishi yale maisha, yani kwenda klabu, kwenda kufanyaje, kuacha kuswali. Kuna mwingine ndo anaamini ni sawa sawa. Je, hata kwenye uhalisia ni sawa sawa hivi? Sio sawa, vile ni vita vya kifikra. Tunasema ni battle of mind. Ni ghazwatul fikri wanasema. Ni vita vya kiakili ambavyo watu wamepigwa na wakaaminishwa kwamba huu ndio usawa, na halikuwa sio sawa. Halikuwa sio sawa. Yani ni kudanganywa. Ni kudanganywa. Kuna kitu kwenye psychology wanaita ni normative influence au kuna informative influence. Yani watu wametengenezwa mfumo wa kufuata watu fulani wanasema nini na kufuata watu fulani wanafanya nini. Yani unavyoona vijana wengi wa leo wanafuata kwa sababu wanaona watu fulani wanafanya nini au watu fulani wanasema nini. Tunaelewa? Yani watu wanawaaminisha watu kwamba ujana ni kwenda club, ujana ni kutembea uchi, ujana ni kuvuta bangi, ujana ni kunywa. Kwa hiyo kwa sababu wanaona baadhi ya watu wanafanya na wao baadhi ya watu wanasema na wao wanafuata vile vitu. Tuseme ndio maana hata Mungu alituandalia kwamba laqad kana lakum fi rasulillah ndio ilikuwa ni uswatun hasana. Kiigizo ni mtume. Yani nikupe mfano, mimi ndio kutoa mfano mmoja mahala. Nikamwambia kuna watu wanatoboa pua vipini kwa sababu wamemwona mwanamuziki wa Marekani anaitwa Tupac Shakur kwamba alikuwa anatoboa pua. Kuna watu wanatoboa masikio kwa sababu wamemwona Nelly anatoboa, msanii wa Marekani anatoboa masikio kwa Nelly na wao wanatoboa. Kuna watu wanavaa suruali wameka katakei wanaita kwa sababu wamemwona Tupac anavaa katakei. Unanifahamu? Kwa hiyo maana yake ni kwamba watu wanatafuta role model ambao nje ya mfumo wa Uislamu. Kwa sababu kama ni ujana, mtume alikuwa kijana. Yaani mtume hakuzaliwa tu mzee, alikuwa kijana. Je, maisha yake ya ujana aliishi vipi? Ndio maana hiyo aya aliyosema Mwenyezi Mungu aliposema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mtume ni kiigizo kwa watoto, mtume ni kiigizo kwa vijana, mtume ni kiigizo kwa wazee. Sababu mtume ameishi katika zama zote hizo, kwenye utoto, kwenye ujana, kwenye uzee.
Kwa hiyo kiigizo chema ni Mtume Muhammad, lakini watu wanamuona mtume sio kiigizo chema, wanatafuta viigizo vingine ambavyo wanaviona wao ndio viigizo. Ndio maana hali hiyo tunaiona maharibiko, mmomonyoko, na mpaka imefikia hatua sasa hivi vijana hata kufanya ibada wanakuwa wanaona kama vile ni uzee. Kuna vijana wengine mpaka unajua kuna hatari tumefikia, mpaka kuna vijana wengine wana jinsia wanaume lakini ni wanawake pia. Na hilo ni katika moja ya majambo mabaya zaidi ambayo yanaendelea hivi sasa, na watu wanataka kuaminisha watu kwa ni majambo ya kawaida. Unafahamu hicho kitu? Sasa hivi imefikia mahala ushoga imekuwa ni jambo la kawaida. Sasa hivi imefika mahala utomboy, watu kusagana wanawake kwa wanawake imekuwa ni jambo la kawaida. Watu wanaaminisha watu kwa jambo la kawaida. Na nimewahi kusema mahala pamoja kwa imefika mahala sasa hivi hata kwenye sherehe za Kiislamu mashoga wanakuwa ni wengi kushinda wanawake. Sherehe za wakina mama hawa wa Kiislamu, mashoga wanakuwa ni wengi kushinda hata wanawake. Unajiuliza kwa nini? Kwa hiyo watu wanataka kulazimisha ionekane ni hali ya kawaida, lakini jambo la hatari sana. Dunia imefikia huko. Sema hali inatisha pakubwa sana. Sema na hii ni madhara ya kuiga. Inatokana na kuiga Sheikh. Inatokana Sheikh, asikwambie mtu ni kuiga kwamba tumeona watu fulani wanafanya hivi na sisi tufanye. Ni kuiga. Lakini tunaiga wapi? Ndio swali la msingi. Unifahamu vizuri Na dunia ilipofikia sasa hivi ya utandawazi ndio imepelekea hali hii kufikia katika mazingira kama haya. Unajua teknolojia ni neema tunasema katika Uislamu, lakini pia inaweza ikawa na madhara makubwa. Ni panga yenye pande mbili, maana inakata huku na huku. Inaweza kuwa ni neema, lakini inaweza kuwa ni nakama vile vile, ni madhara vile vile kwa Waislamu. Kwa hiyo inapelekea pia jamii kuharibika, hii teknolojia na utandawazi ulioingia sasa hivi. Lakini pia watu wakitumia vizuri wanaweza kupata manufaa. Sasa watu wanatumia vibaya, mwisho wa siku wanaharibika. Tuseme kuna haja pia hata ya kutoa elimu kwa jamii kwamba namna gani wanaweza wakatumia teknolojia isiwaathiri katika mifumo yao. Tuseme sisi tunatumia tu, lakini hatuna kinga katika utumiaji wetu, inaonyesha. Maana kila kitu tunachukua. Sheali ni kwamba ipo haja ya kutoa elimu. Kwanza ni kuwa brainwash vijana wa Kiislamu. Yaani ipo haja ya kuwa brainwash vijana wa Kiislamu waelewe kwamba tupo katika dunia aina gani. Uislamu unatembea na wakati. Uislamu una kitu kinaitwa ru'yatul mustaqbaliyya. Uislamu unatembea na wakati. Uislamu haupitwi na wakati. Kwa hiyo kila zama zinapokuja Uislamu unatuelekeza tuishije, tufanye nini. Kwa hiyo ipo haja ya kuwa brainwash vijana wa Kiislamu waelewe tupo katika zama za aina gani. Sasa kwa kumalizia, vijana wa Kiislamu kuna haja ya kufanya hivyo, lakini tunawapataje? Kwa sababu katika changamoto kubwa ukisema katika mambo ambayo vijana wanapenda, hawapendi kusikiliza darasa, hawapendi kwenda misikitini, hawapendi hivyo. Sasa ni njia gani ambao unaweza, kwa sababu hata akikuta, kwa sababu wao wanapenda muziki, akute nini zile. Sheali, swali lako zuri sana, nimekuelewa. Mimi nina falsafa moja huwa naiamini. Idha kunta fi amrin fakun fihi. Mimi naiamini sana hiyo falsafa. Unapokuwa katika jambo, kuwa ndani ya lile jambo lenyewe. Unanifahamu vizuri? Yaani unapotaka kuongea na vijana, kuwa na vijana. Yaani sasa hivi ukimwambia kijana aje msikitini hawezi kuja. Kundi kubwa la vijana lipo vijiweni, kuna maeneo yao yapo. Kwa hiyo unapotaka kuwalingania wale, huwezi kuwapata msikitini, hawaji. Wale kuna maeneo yao. Kwa hiyo ukitaka kuwa ndani ya jambo hilo, kuwa ndani ya jambo lenyewe. Kwa hiyo wafuate kwenye maeneo yao. Kwa mfano, zile asalibi da'wa inabidi watu wabadilishe, mifumo ya kidawa inabidi ibadilike. Yaani sasa hivi kuna baadhi ya, unajua watu wana shida Shali, watu wana changamoto. Vijana wanapitia changamoto nyingi sana. Anapokuja ukibahatika kumpata msikitini, usianze kumtisha habari ya kenge, nyoka kaburini hivi. Yaani utazidi kumchanganya. Kweli kabisa. Ndio maana utakuta kuna vijana wengi sasa hivi wanatoka wanakwenda kwa Mwamposa kutafuta mafuta upako. Kuna wengine wanatoka sio anakwenda kwa mganga. Singine anatoka anakwenda sio kwa mchungaji gani, sio kwa mtume nani, anakwenda kule. Yule unajua ana shida. Anapokuja msikitini akakosa solution ya changamoto yake, anakwenda kutafuta solution nje ya mfumo wa Kiislamu. Kwa hiyo maana yake maduati na maimamu na mashehe lazima wabadilishe mifumo ya kidawa ili kuwajenga wale vijana na kutafuta solution ya changamoto zao, kwa sababu Uislamu una kila kitu. Tunachokosea maduati wengi na mashehe wengi, bado hatutaki kutembea na wakati, kubadilisha zile njia za dawa za ufikishaji. Sio, unanifahamu vizuri Sheali?
kabisa. Hapo kuna kitu kabla hujaendelea kwamba kuna kitu mimi nimejifunza kwamba si tu tusiwalaumu tu, hapana, kumbe kuna haja pia hata kuwasikiliza wao. Hapana, usimlaumu. Unajua ukianza kumlaumu utazidi kumpoteza. Yaani kaa naye, msikilize ana changamoto gani. Unajua sasa hivi unaweza ukaona kana vijana, Shia anakaa na vijana wauni wale, anakaa nao, unaelewa vizuri Kumbe wewe ukikaa nao wewe ndio unajua wana changamoto gani, wanapitia nini, wanaongea nini. Umenifahamu vizuri? Ukishawajua wale ndio unajua sasa huyu hapa nimsaidie katika engo moja, engo ya pili, engo ya tatu, engo ya... Kwa mfano sasa hivi kwenye TikTok, kwenye social media, ile nadharia ya kwamba hakuna Mungu sasa hivi inakuja kwa kasi sana. Ni kweli kabisa. Yaani kuna content creators ambao wanakuja kuwaaminisha watu kwamba hakuna sawa, na kuna vijana wengi wa Kiislamu wanaamini zile logic ambazo wale jamaa wanakuja nazo. Unafahamu vizuri? Sasa nyinyi msipokuja na njia maalum za kuja kuzungumza na vijana wenu, baada ya miaka 50 mbele mtakuwa hamna vijana wa Kiislamu, wengi watakuta wameingia katika mfumo huo. Hata maduati ile kuanza kutoa moto, japokuwa yapo lakini sio muktadha wa watu wa nani. Yaani kutokana na aina ya watu. Unajua katika moja zile asalibi da'wa ni antuballigha an-nasa bihaddi uqulihim au biqadri haddi uqulihim. Yaani unawafikishia watu kwa uwezo wa upeo wa akili zao. Hiyo muda wake antuballigha an-nasa bi ahwalihim, kuwafikishia watu kwa hali zao walizokuwa nazo, kwamba watu wana culture yao, mazingira yao, ndio unaongea na watu kutokana na jinsi walivyo. Unanifahamu vizuri? Yaani ukikutana na vijana kuna lugha zao za kuongea nao wakuelewe. Yaani ukienda unajua qala Allahu Ta'ala, unajua pale Mwenyezi Mungu Imam Bushiri, unajua akuelewi kabisa. Lakini kuna lugha yake ukianza kuongea naye anakuelewa, wewe unasema kwa wepesi, kwa lugha nyepesi sana anakuelewa. Kwa hiyo wajue wale hali yao waliokuwa nayo. Ukishaijua kisha zungumza nao. Tuseme Sheikh hapo umenikosha vizuri sana. Ndio maana Mtume alikuwa anaweza kufit in kwenye crowd ya aina yoyote. Mtume alikuwa ana huo uwezo. Alikuwa anaweza kuongea na vipofu, anaweza kuongea na malofa maskini wa kawaida, anaweza kuongea na wale maswanadidi Quraish, mabwana wakubwa, anaweza kuongea na Mtume. Alikuwa anaweza kuongea na kila mtu, kila mtu akamtosheleza, na kila mtu akamtosheleza, kwa sababu Mtume alikuwa na hiyo, alikuwa na njia za kuongea na watu. Sasa mashekhe wa leo kidogo, mtu akishajua na mimi shekhe, anaamini kwamba nyinyi wengine wote mmepotea. Na akishakujua wewe mlevi, wewe kijana unavuta bangi, mimi siwezi kukaa na wewe nikaongea na wewe. Ukishamjua kwamba huyu Gigimani anacheza muziki na nini, huyu siwezi kuongea naye mimi, anacheza muziki. Kuna watu wengine wanaona hafai hata kusogelewa. Hapana, mimi na marafiki zangu wana muziki, mimi nakaa naongea nao. Sio, unanifahamu vizuri? Na marafiki zangu wacheza mpira, wana muziki, wengine nakaa nao naongea nao. Sasa mtu mwingine akikuona vile anaona shehe gani sasa? Shehe gani? Hapana, wewe ukikaa naye yule unamjua ana changamoto gani anapitia. Na unaweza kuongea naye, bwana unajua hili jambo moja, hili jambo hili. Unajua atakuwa na, kwa sababu upo naye karibu. Sio, unanifahamu vizuri? Lakini ukikaa naye mbali, anaamini kabisa kwamba wewe umemtenga, umemnyanyapaa, hawezi kukusikiliza. Na kule msikitini haji, unampata wapi? Na mashekhe watakiwa wajue wao kazi waliopewa sio kuwalingania wale waliokuwa katika ucha Mungu. Kazi yao wao ni kuwalingania wale ambao wamepotea. Tu, unanifahamu vizuri? Shetani hadili na wale waliokuwa msikitini, wale hadili na wale waliokuwa katika vilabu, anadili na wale waliokuwa msikitini, anataka watoe mule. Sio, unanifahamu vizuri? Kwa hiyo wewe kazi yako ni kuwafuata wale ambao wapo kule kwa shetani, wachukue wale walete msikitini. Sasa ukiona umekaa msikitini, wale huwezi kuwapata. Kuna haja hapo ya kubadilisha njia ya dawa. Yaani kwa kiwango kikubwa katika zama tulizokuwa nazo, pia ipo haja ya maduati kuweza nao kuwa brainwash, waelewe kwamba wanaishi kwenye zama za aina gani. Tuseme shekhe, kwa kumalizia, naona nukta muhimu sana. Pia unajua katika vijana katika jamii yetu ni watu muhimu, lakini kama vile wamesahaulika katika kutengenezwa ili waje kuwa wazee bora baadaye. Na hata khitabu kuongea nao ile kwamba naona hawapati watu ambao wakuwagusa kwamba vijana, hata semina, uwezo kukuta semina za vijana kwenye Islam sio kama zipo. Hapo unaweza kukuta sasa hivi kuna semina ya vijana, tukae na vijana tuongee nao. Na hii ipo, naona changamoto pia. Yaani katika sehemu muhimu au nyeti ambayo inatakiwa watu waweze kutilia nguvu ni katika eneo la vijana. Brother, ukiwapata vijana Uislamu umetengemaa. Ukiwakosa vijana Uislamu umepotea. Ukiwapata vijana nchi imesimama. Ukiwakosa vijana nchi imeangamia. Yaani vijana ndio sekta muhimu kuliko ni sekta yoyote, iwe katika dini iwe katika nchi.
sio, unanielewa? Ndio maana Chinua Achebe kwenye kitabu chake kwenye Things Fall Apart kuna swali aliwahi kuuliza kwamba akasema, where are the young suckers that will grow when the old banana tree dies, kwamba iko wapi migomba midogo itakayochipukia wakati migomba mizee tayari imeshaondoka. Alikuwa, hii ni majazi, alikuwa anamaanisha wako wapi vijana watakaokuja kushika hatamu ya wazee wakati wazee tayari umri wao ushaondoka. Kwa hiyo maana yake vijana ni sekta muhimu ambao hawa wanatakiwa watengenezwe ili waweze kuendesha mambo. Sasa hivi serikali imeweka sheria kwamba kuna umri fulani ukifika wewe lazima ustafu, sheria. Kwa hiyo maana yake ushakuwa useless. Huwezi kufanya chochote. Sasa ushafikia miaka 60 wewe sasa kaa nyumbani. Kwa hiyo wanahitajika vijana, wanaajiriwa vijana. Yaani umeona nguvu kazi ya vijana inavyohitajika. Hata simba kuna umri fulani akifikisha anatengwa na jamii ya simba wenzie. Akishazeeka tu anatengwa. Kwa sababu anakuwa hawezi kuwinda. Unanifaa, hana nguvu. Kwa hiyo ujana ni sekta muhimu sana ambayo yatakiwa jamii iweze kukaa na vijana, kuandaa semina mbalimbali, kuwatengeneza vijana, kuwatengeneza ile thinking capacity yao iwe nzuri, kuwajengia uwezo, umenifahamu vizuri, wajitambue kwamba wao ni nani. Na ndio maana mimi siku zote nikiongea huwa napenda kuongea na vijana, kwa sababu naamini hawa wakitengemaa Uislamu umetengemaa, hawa wakipotea Uislamu umepotea. Mashaallah. Sasa hapa shekhe, kuna darasa kama 2 hapa, inabidi siku nyingine tuje tuongelee. Kitu cha kwanza, kuna sehemu umegusa vijana wengi sasa hivi wamesha accept ile fikra kwamba hakuna Mungu. Siku nyingine tutakuja wanaitwa atheism au jamaa. Na hii nyingine ya kuja kurakizi kubadilisha mtizamo wa vijana. Kwa sababu vijana kuna sehemu kubwa ambapo wamesahaulika. Kweli. Na ulivyosema kwamba vijana wana msingi mkubwa, kuna kitu nimejifunza kutoka na maneno yako kwamba tukitengeneza vijana tutakuwa tumetengeneza jamii. Kwa sababu kijana yeye ataenda kuwa mzee baadaye. Akitengemaa umetengeneza mzee. Ukimtengeneza kijana yeye atatengeneza watoto. Tuseme sasa ukiharibu kijana kama ameharibika, umeharibu wazee wa baadaye, unaharibu na kizazi kinachokuja. Sahihi kabisa. Sahihi, uko sahihi. Na ndio maana unaona hata Mtume alikuwa kuna baadhi ya wakati anakwenda kuongea na makongamano ya vijana. Mtume alikuwa anafanya. Sisi ndio tumesahau kufanya hizo semina za vijana. Ya maashara shabab. Mtume alikuwa katika kongamano la vijana lile. Man istata'a minkum alba'ata falyataza. Yaani unaona kabisa kwamba Mtume alikuwa anakutana na vijana, anazungumza nao. Mashaallah. Kwa sababu kujua kwamba ni sekta nyeti sana kwamba hawa, na ndio maana unaona wengi wao walioacha athari katika Uislamu walikuwa ni vijana. Wewe msomi mama Aisha amehifadhi hadithi 2223 akiwa Mtume anaondoka duniani, amemwacha mama Aisha na miaka 18. Hadithi mdogo kahifadhi hadithi 2223 mama Aisha. Mtazame Anas bin Malik, mtazame Abdullah bin Umar, kahifadhi hadithi takriban 1800 sijui iko. Yaani kwa hiyo ukiwatazama walikuwa ni vijana wadogo, lakini waliweza kuchukua maalumati makubwa kwa sababu walitengenezwa Sheikh. Na wengineo wakina As'ad ibn Zurara ambao Musa bwana anatoka Maka na amia Madina, ndo alimkuta mwenyeji wa Madina pale miaka yake 17 tu Sheikh. Lakini ndo mtu wa kwanza aliyezikwa katika makaburi ya Baqi. Ndo mtu wa kwanza kuzikwa pale As'ad ibn Zurara. Lakini alifanya kazi kubwa katika miaka 17 tu. Watazame watu kama kina Muadh bin Jabal, Saad bin Muadh amekufa akiwa na miaka 36. Kijana lakini kaishi kwenye Uislamu kwa miaka 6, lakini siku waliokufa Arish ilitingishika Sheikh, sababu kifo chake. Malaika 70,000 Sheikh walikuja kumzika. Lakini alikuwa ni kijana ambaye umri wake aliamua kupambana. Watazame wakina Abdurrahman bin Auf wanapambana mpaka wanakuwa matajiri, ni vijana Sheikh. Kwa hiyo ujana ni sekta nyeti Sheikh katika Uislamu. Pia hiyo kwenye hiyo sekta mashaallah unafuatilia zaidi sana, najua kwa sababu ni sekta muhimu katika Uislamu. Na hiyo inshallah basi kwenye halaka inayokuja tutakuja kuizungumza kwa undani. Naamini basi na tuje tuzungumze, tujue nafasi ya vijana katika Uislamu, nafasi ya vijana katika nchi, nafasi ya vijana katika umma ni ipi, ili kijana wa Kiislamu ajitambue, ajue mimi kumbe nafasi yangu ni hii. Sunna nielewa, man arafa makanahu faqad naja. Ukijua nafasi yako umeokoka, kama hujui nafasi yako umeangamia. Mashaallah. Enjoy mashaallah. Nahisi mtazamaji mpaka hapa na yeye akisikiliza hii, alhamdulillah, kuna kitu hata toka bure lazima
itambadilisha, kwa sababu mwanzo kubadilika mtu ni kumbadilishia mtizamo. Sahihi kabisa. Kama atabadilika mtizamo, ni atabadilika matendo yake. Sahihi. Sasa mpaka hapa tukome, na mimi nimefurahi sana kukutana inshallah katika halaka nyingine. Jazakallahu khair. Naamini inshallah tutaendelea kufanya dawa na jamii waweze kuelewa zaidi. Mpaka hapa tukome. Wassalamu alaikum.